Lishe kwa mtoto aliye chini ya miaka mitano tangu alipozaliwa ni jambo la kuzingatia sana. Mtoto wa umri huo akipata lishe bora itamsaidia sio kukua kimwili tu na kuwa na kinga kubwa ya mwili, bali pia itamsaidia katika masuala ya kiakili na uwezo wa kuchanganua mambo katika nyakati zote za maisha. Ubongo wa mtoto unakuwa vizuri katika kipindi cha siku 1000 endapo tu atapata virutubisho vyote muhimu. Watoto katika umri huu wana mahitaji makubwa ya virutubisho kwa sababu wapo katika kipindi cha ukuaji wa haraka. Hii ndiyo mada yetu ya leo. Mwamini Andrea ni mwandaaji wa kipindi hiki, mpiga picha ni Abdulmalik Jabiri, nami ni Tumadandi. Kipindi cha Wape Nafasi kinaendelea kusalia wilayani Rorya mkoani Mara, ambako hivi karibuni kilitembelea hospitali ya Shirati na kujionea namna inavyotoa huduma kwa makundi maalum ya watu wenye ulemavu. Hospitali hii inamilikiwa na kanisa la Mennonite Tanzania na ilianzishwa tangu mwaka 1936. Hodi hapa. Karibu. Tumefika, tunaona kuna vitu mnaandaa hapa. Ni nini hii? Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Aurelia Melchiori, ni afisa lishe katika hospitali ya Shirati KMT katika mradi wa Penal Project. Hizi ni karanga lishe, karanga dawa ambazo tunazitibu kufanya matibabu ya utapiamlo kwa watoto ambao wanakuwa wamelazwa wodini na wale ambao wanakuja kliniki za nje kama kuna wagonjwa kama wagonjwa wa nje. Kwa karanga hizi ni karanga ambazo ni za kawaida kabisa tunazolima sisi wa Tanzania. Lakini karanga hizi sisi tunazichukulia Dar es Salaam ambako pia zinapimwa sumu kuvu aflatoxin. Kwa hiyo karanga zetu hizi ni salama kabisa na tunaziandaa katika kiwanda chetu hiki kidogo kwa kufuata taratibu mbalimbali. Kwanza kabisa tunazikaanga, lakini hatua ya pili tunazitolea maganda kwa kutumia mashine inaitwa pila, iko ndani huko. Baada ya kutoa maganda tunazisaga kwenye mashine zetu ambazo ziko pia kwenye chumba kile cha kuchakata. Baada ya kuzisaga tunachanganya na vitu vingine ambavyo ni maziwa ya unga kama unavyoona box ile pale, lakini pia tunachanganya na sukari iliyosagwa. Lakini pia tunaweka micronutrients kwa maana virutubishi, na tunaweka mafuta ya yale pale ambayo tulikuwa tumeachemsha na yanakuwa added pamoja na vitamins. Mafuta ya kula. Mafuta ya kupikia, mafuta ya kula ndio. Kwa baada ya hapo tunazipaki kwenye sachets. Pia tutaonyesha baadaye ambazo zinakuwa tayari kwa kutumika na kila mtoto ambaye anakuwa anatibiwa katika mradi huu. Tumeongeza kila ingredients muhimu kwa maana ya zimezingatia makundi yote matano ya chakula. Kwa mtoto anavokula karanga hii anakuwa amejipatia au amecorrect ile upungufu uliotokea kwenye mwili wake. Maana unapata utapiamlo, maana yake anakuwa amelack nutrients. Kwa hii karanga inafanya kucorrect ule upungufu wote pamoja na micronutrients. That's why tunaongeza hizo virutubishi. Matumizi yake tunafanya hisabati ya kujua mtoto mmoja anatakiwa apate karanga ngapi kwa siku, ambayo tunachukua uzito wa mtoto kwa siku hiyo, tunazitia kwa 0.4, tunapata anatakiwa apate karanga ngapi kwa siku na tunampatia karanga zile idadi. Kwa maana kama ni sacheti 2 kwa mfano, maana yake atakula ndani ya masaa 24 zile sacheti 2. Na karanga hizi akianza kuzitumia anatakiwa kula karanga pekee na maji ya kunywa tu bila chakula kingine. Maana zina kilocalories ambazo zinatosheleza mtoto kufanyaje kuishi bila kupata changamoto yoyote. Na zinaleta matokeo chanya baada ya muda gani? Kama katoto kamekuja kako goigoi sana, siku ngapi, wiki, mwezi? Kwa kawaida kabisa, kwa watu ambao tunaona kutoka udini, anapoanza kutumia karanga hizi ndani ya wiki 2 tu, tayari kabisa ananawiri na anabadilika. Especially kama alikuwa anatumia karanga pekee, anapona kabisa. Kwa tunaendelea kumpatia karanga na kuendelea kutumia vitu vingine anapoendelea kujisikia vizuri. Naitwa Ismail Ramadhani Mbeta, ni afisa lishe lakini pia ni mzalishaji pia wa karanga kwenye kiwanda hichi cha Penal Project. Ni wapi unaona tunapwaya sana kwenye mambo ya lishe mpaka watoto wanakuja hapa wanatengenezewa lishe maalum kama hii? Kikubwa zaidi ni kwamba elimu bado haijafika. Elimu haijafika maeneo ya vijijini zaidi. Lakini pia tukiangalia issue za imani pia, watu wana imani nyingi ambazo sio sahihi kiafya. Unaweza kukuta mtoto anapata utapiamlo, wanampeleka labda kwenye matibabu mengine ambayo sio ya kiafya. Unakuta ndio anakuja kufika hapa ameshafika katika hali mbaya zaidi. Kwa hiyo unakuta inakuwa inatupa sisi changamoto. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kwamba elimu ambayo inahitajika kwa kina mama, kwamba wajue ni vitu gani vya kufanya, au wanyonyeshe watoto kwa muda gani, wakishaanza kuwapa vyakula sasa wape vyakula gani. Kwa hiyo unakuta mfano katika hizi jamii zetu wanatumia chakula cha aina moja
kuwapa watoto. Kwa unakuta mtoto anapewa labda uji wa udaga, anapata uji wa udaga peke yake na mtoto ameshamtoa kwenye nyonyo. Kwa unakuta mtoto anaendelea kwenye carbohydrate peke yake kwa muda mrefu, alafu unakuja kukuta anapata utapiamlo. Kwa vyakula vipo, lakini pia wenye matumizi sasa kuviandaa inakuwa ni ngumu. Ni matokeo gani mabaya asiyoridhisha ambayo mtoto wa utapiamlo anaweza kayapata huko baadaye? Kikubwa zaidi kwa matokeo, kuna matokeo ya sasa hivi na ya baadaye. Ya baadaye ni kwamba mtoto anakuwa na ile tunaita cognitive development, inakuwa ni ndogo. Utambuzi akili. Unaweza ukakuta unalalamika mtoto wangu hafanyi vizuri darasani na nini. Kumbe wewe ulikosea huku mwanzoni katika zile siku ambazo ungemrekebisha. Lakini pia udumavu. Tunapokuwa tunaongelea udumavu, kuna ule udumavu wa kimwili. Mtu anakuwa na mfupi kiumri, lakini pia kuna ile mtu anakuwa na dumaa kiakili. Tunakuwa tuna taifa la vijana ambao unakuta wanakuwa wako vizuri kiakili. Kwa hiyo swala la nutrition ni la muhimu sana kuanzia kwa watoto mpaka huko mbeleni. Lakini pia katika hizi short term effect unakuta mtoto anakuwa na maendeleo mabaya, lakini pia hata kifo. Kuna vifo vinatokea kwa sababu ya utapiamlo. Kwa hiyo ni baadhi ya matukio mabaya ambayo yanatokea kwa sababu ya utapiamlo. Kwa jina naitwa Dr. Steve Biko, ni daktari katika hospitali ya Shirati Hospital. Nafanya katika wodi ya watoto na tunashirikiana na kitengo cha lishe kwa ajili ya kuwalea hawa watoto kulingana na matatizo yaliyowaleta hospitalini. Masuala ya lishe kwa watu wa Shirati, mkoa wa Mara unazalisha chakula cha kila aina. Ni kwa nini bado tunapata shida ya utapiamlo? Nafikiri kwanza tunamshukuru Mungu, mkoa wa Mara tuna aina zote za vyakula. Tuna vyakula vinavyotokana na wanyama baharini, samaki wapo wengi, na pia tuna vyakula ambao vinalimwa kutoka mashambani. Lakini tatizo kubwa ni elimu. Elimu jinsi ya kutumia hivi vyakula ni tatizo kubwa. Kwa hiyo tunapaswa kuwepo elimu ya kuelimisha jamii ni jinsi gani wanaweza kutumia hivi vyakula au mchanganyiko mbalimbali wa hivi vyakula kwa ajili ya kuimarisha afya ya jamii, ikiwemo na watoto wadogo wa miaka 5, sababu hiki ndio kizazi kinachohadhiriwa sana na tatizo la utapiamlo. Na unavyoona sasa, mmefanikiwa kwa kiasi gani kupunguza hili tatizo? Manake kama mmeshafikia hatua ya kufanya utafiti na kutengeneza hizi karanga maalum, mkachanganya na maziwa na mafuta na vitu vingine, manake tumeona kuna tatizo. Lakini hili tatizo sasa, labda tangu umebaini lipo, linapungua kwa kiasi gani? Kwa kweli tunashukuru hospitali yetu kwa kuweka kitengo kama hiki cha lishe, sababu awali haikuwepo na tulikuwa tunapoteza watoto wengi sana waliokuja na matatizo ya utapiamlo. Lakini tangia kitengo kiwekwe hapa, kimesaidia sana kupunguza hili tatizo kwa asilimia kubwa. Sasa hivi watoto wengi wanaofika hapa kwa tatizo la utapiamlo, wengi wanapona na wanarudi majumbani wakiwa wazima. Kwa hivyo tumeipunguza kwa asilimia kubwa. Madhara ya utapiamlo ni yapi? Madhara ya utapiamlo ni mengi, tunaya awali na tunaya baadaye. So matatizo ya baadaye ni kama udumavu kwa watoto. Watoto wanakuwa wanadumaa, hawaendani na kimo chao, kinakuwa hakiendani na umri wao. Kingine watoto wanakuwa ule uelewa unakuwa ni mdogo sana. Hata matokeo ya shuleni yanakuwa sio mazuri sababu ya uelewa ni mdogo. Matatizo mengine ni kupata magonjwa ya hapa na pale. Sababu unapopata tatizo la utapiamlo, tatizo kinga inashuka. Kinga ikishuka, unawezekana mtoto kupata magonjwa mbalimbali, ikiwemo kama maambukizi ya mapafu, kupata vidonda vya mwilini, kupata chunusi za mwilini. Kwa hiyo tunakuwa na matatizo mengi yanayojitokeza. Na watu wazima tunapatwa na utapiamlo? Kuna baadhi ya watu wazima wanapatwa na utapiamlo, hasa wale ambao wanaishi maisha duni na wale ambao labda wanatoka kwenye familia ambao wana kipato kizuri, pia kinachangia kupata utapiamlo. Na pia tuna baadhi ya maradhi kama maambukizi ya virusi vya ukimwi, VVU, pia na hao pia wanapata matatizo ya utapiamlo. Neno lako la mwisho kwa Watanzania? Ni shauri tu ni kwamba kinachohitajika ni tuendelee tushauri serikali iwekeze sana katika hili swala la elimu kwa jamii, ili jamii iweze kuelewa
sababu vyakula tunavyo vingi, lakini ni jinsi gani tunavitumia. Kwa hiyo inapaswa tupate elimu, tuelimishe jamii ni jinsi gani ya kutumia hivi vyakula kwa ajili ya kuimarisha afya ya jamii na kuimarisha na kupunguza matatizo ya utapiamlo hasa kwa watoto wa chini ya miaka 5. Asante sana daktari. Nashukuru sana. Sawa. Kijana huyu ni miongoni mwa raia wa kigeni wanaojitolea kuwapatia Watanzania afya na siha njema. Huyu ni mzaliwa wa Uholanzi. Nathan. Ndio. Nimefurahi kukutana na wewe hapa hospitali ya Shirati. Mambo vipi? Na mimi nimefurahi. Umefurahi? Sana. Mambo vipi? Poa kabisa. Ndio. Unatoka wapi? Mimi ni Mholanzi. Mholanzi. Lakini nilikaa Shirati kama kwa miaka 3 jumla. Na mimi ni daktari, nilianza kazi hapa miaka 4 iliyopita. Wodi ya watoto na tulikuta shida ya utapiamlo. Alafu na timu kubwa na msaada ya hospitali na viongozi tumeanza na mradi ya lishe hapa. Inaitwa Shirati Peanut Project. Mradi wa karanga. Ndio, mradi ya karanga. Sisi tunatengeneza inaitwa RUTF, ni karanga lishe, tunaitumia kutibu wagonjwa na utapiamlo. Kawaida kama mtoto ana utapiamlo, mwili mzima imechoka. Kwa hiyo hawezi anapata maambukizo rahisi, na hawezi kula vizuri, hawezi kunywa vizuri, na upungufu ya protini na micronutrients, virutubishi mwilini. Kwa hiyo tunatumia karanga lishe kuongeza protini na virutubishi, na pia tunawapa dawa kama antibiotics kuwasaidia. Na wale watoto wanapotoka hapa hospitali wakenda nyumbani, je, wazazi wao wanaendelea kutekeleza haya? Sasa baada ya kutibiwa kustabilize wodini, wanasogea toka kitengo cha wodi ya watoto hapa kwa kitengo cha lishe. Hapa tunatengeneza karanga lishe, na pia hapa ni OPD. Tunawaona wagonjwa kila Jumatatu na Alhamisi, wanakuja wanapimwa, alafu wanapewa tena karanga lishe na ushauri ya kutengeneza uji lishe mwenyewe, kutumia maharage ya soy, mpaka wametibu kabisa, wamekuwa vizuri. Tatizo linakwisha. Asante sana Nathan. Karibu sana baba. Asante. Sasa uelekeo ni katika wadi ya watoto wanaopata huduma ya chakula lishe. Licha ya mkoa wa Mara kuwa na chakula kingi cha kila aina, lakini bado unakumbwa na utapiamlo, jambo linaloweza kuwa janga kwa kizazi cha leo. Licha ya madhara yaliyokwisha semwa awali, lakini pia yamkini utapiamlo ukiachwa bila kushughulikiwa, watoto wa Kitanzania hawatakuwa na akili timamu, kwa sababu ubongo pia unadumaa. Huyu hapa ni muuguzi wa wadi ya watoto. Hapa mgonjwa akifika, cha kwanza kabisa tunafanya cannulation. Baada ya kufanya cannulation, tunapima. Cannulation ni nini? Cannulation yani kutafuta mishipa ya mgonjwa ili uweke maji. Basi baada ya hapo tunapima damu, tunapima sukari kwenye damu ya mtoto, kuangalia ana sukari kiasi gani. Baada ya hapo tunaendelea na huduma zingine. Kama ameshafanyiwa assessment na daktari kutoka OPD. OPD ni outpatient department. Akishafanyiwa sasa tuna follow zile ambazo daktari amefanya nini, ameandaa tumhudumie mgonjwa. Kwa hiyo tukishaanzisha mishipa, tunampa maji kulingana na daktari
kumwandalia. Basi baada ya hapo tunaanzisha lishe kwa mtoto. Lishe, kuna lishe aina mbili. Tunaanza na F75 kwa siku kama 4-5, alafu baada ya hapo tunaangalia maendeleo ya mgonjwa. Kama anaendelea vizuri, basi tunamswitch kwenye 100 F100. Basi kama maendeleo yako mazuri, mgonjwa anaruhusiwa, anaenda nyumbani na karanga. Kisha anzishwa karanga, basi mgonjwa anadischargiwa, anaenda nyumbani. Yeah. Kama haka kadogo hivi, Yeah. tunakapaje ile lishe ya karanga? Tunaanzisha mpira wa lishe, tunamwanzishia, tunamwekea, basi huwa mama wake tunamwelekeza namna ya kumpatia lishe kupitia kwenye mpira. Yeah. Na ujumbe wako sasa kwa watu, sio watu wa Shirati tu, shida ya utapiamlo iko nchi nzima. Hapa Shirati ni kakipande tu ka eneo la Tanzania nzima. Mimi ni maneno mawili. Ya kwanza ni kwamba mara nyingi wananchi sio waelewa. Unaweza kukuta mwanao ana utapiamlo, lakini unamweleza ili akae na mgonjwa wake wodini ili afundishwe namna ya kutumia lishe, lakini wanakuwa na shida, wanaleta changamoto ya kutoelewa, alafu wanahitaji kutoa mgonjwa kwa haraka kabla hatajamaliza matibabu ya lishe. Kwa hiyo ninachowaomba wananchi wa Rorya hasa na Watanzania wote, ukiingia wodini ukaambiwa mtoto wako ana utapiamlo, naomba wananchi wakubali kumweka kwenye lishe, waendelee vizuri kumtunza wodini, kwa sababu usipokubali kutumia muda mwafaka ule wa kumpa chakula, ina maana mtoto hatapata nafuu. Kwa hiyo nawasihi sana wananchi wa Rorya wajitahidi sana kusikiliza ushauri wa madaktari wakifika hospitali ya Shirati, hata kokote pale walipo. Kwa mara nyingine tena, huyu hapa ni Daktari Steven Biko akihudumu pia katika wadi ya watoto katika hospitali ya Shirati. Hii ni wodi ya watoto, ndio wodi tunaolaza watoto wanaofika hospitalini na matatizo ya utapiamlo. Kiwango cha utapiamlo ni kikubwa katika eneo hili, na kwa wiki tunapokea wagonjwa kama 2-3 kila wiki. Na hawa watoto wanapofika hospitalini muda mwingi wanakuwa wamechoka, sababu utapiamlo unachangia sukari kushuka mwilini na pia kupoteza uwezo wa mwili kutunza joto mwilini. Kwa wanapofika hapa, kitu cha kwanza tunawapima kiwango cha sukari na kiwango cha joto. Baadaye tunawapa kitanda, tunawapa blanketi kwa ajili ya kuhifadhi joto mwilini na kuongeza sukari mwilini kwa ajili kama matibabu ya awali. Baada ya hapo ushirikiana na mtaalamu wa lishe anayekuja kufanya assessment ya yule mtoto, kutathmini matatizo yake halisi na baadaye kuweka plani kwa ajili ya tiba ya lishe. Sababu matatizo kubwa yanakuwa ni tiba ya lishe, upungufu wa lishe mwilini. Mkoa wa Mara tumebarikiwa kuwa na vyakula vingi. Tatizo ni elimu, ni jinsi gani ya kutumia hivi vyakula kwa ajili ya watoto na watu wazima, kwa ajili ya kuimarisha afya zetu na kuepukana na tatizo la utapiamlo. Yeah. Kwa hiyo tuna haja ya serikali kuwekeza zaidi kwenye swala la elimu kwa ajili ya kuelimisha jamii ili waweze kuelewa ni jinsi gani ya kutumia mchanganyiko mbalimbali kwa ajili ya kuboresha afya ya jamii, ikiwemo na watoto wa chini ya miaka 5 ambao huathirika sana na tatizo hili la utapiamlo. Wengi wanaweza wakapata ulemavu wa viungo sababu mifupa yao inakuwa ni hafifu. Nafikiri tuna haja ya serikali kuwekeza zaidi kwa elimu kuanzia ngazi ya shule za awali, shule za msingi, sekondari na hadi chuo. Na pia bila kusahau jamii inahitaji pia elimu kwa ajili ya wote kama nchi tuelewe umuhimu wa kuchanganya vyakula mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha afya zetu na afya za watoto. So kiwango cha elimu bado kipo chini sana. Kwa hiyo kuna haja ya kuboresha zaidi kupitia wizara yetu ya afya na ustawi wa jamii. Tunapoelekea kwenye nukta ya mwisho ya kipindi hiki,
Ushauri ni upi? Ni vema kuwapeleka hospitali watoto pindi tu tunapoona kwamba wana ishara za utapiamlo kwa ajili ya kupata matibabu mapema ili kuwapunguzia madhara makubwa zaidi. Lishe kwa watoto wenye umri wa miaka mitano ni muhimu sana kwa sababu miili yao ina mahitaji makubwa ya virutubishi, kwa sababu bado wanaendelea kukua na bado wanawategemea watu wengine kuwalisha. Pia kipindi kama hiki, watoto hawa wanapaswa kuwa na shughuli nyingi zinazohusisha miili yao, kama kucheza michezo ya aina mbalimbali pamoja na ukuaji wao, ambavyo kwa pamoja huongeza mahitaji ya virutubishi mwilini ili kukidhi mahitaji ya miili yao. Hadi hapa tumefikia tamati ya kipindi hiki juma hili. Mwongozaji alikuwa Mwamini Andrea, mpiga picha Abdulmalik Jabir, na msimulizi ni Tuma Dandi. Hadi mara nyingine, wakati mwingine. Kwa heri.